Na mtazamaji bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza huyu hapa bwana, si mwingine bali ni Pipi Jojo. Pipi Jojo bwana amefanya interview hivi karibuni, na katika interview ambayo amefanya ameelezea yeye mwenyewe kwa kinywa chake sababu ambayo imepelekea yeye kuondoka katika record label ya Chief Godlove. Kama unavyofahamu ni kwamba Pipi Jojo bwana ni kwa muda mrefu sana amekuwa katika record label ya Chief Godlove, amekuwa akifanya kazi pale akisimamiwa kimziki, Chief Godlove akiwa kama manager wa Pipi Jojo, jambo ambalo kila mtu bwana alikuwa amelifurahia kutokana na mafanikio ya haraka ambayo Pipi Jojo aliyapata kutokana na umaarufu ambao aliupata, fan base ambao aliipata baada ya kuwepo pale, lakini pia vile vile kuwepo kwa Pipi Jojo katika record label ya Chief Godlove bwana ilipelekea hata kazi zake za mziki kwenda smooth, yani zilikuwa zinaenda kwa kasi sana, kwa sababu msanii huyu bwana alivyoachia tu video yake ya kwanza alipata views zaidi ya milioni 2 na kuwapiku hata mastaa wa kike wakubwa tu kama vile Zuchu pamoja na Nandi ambao na wenyewe pia walitoa ngoma zao kama mfululizo baada ya Pipi Jojo kutoa ngoma yake. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba iwapo kama Pipi Jojo angeendelea kubaki pale katika record label ya Chief Godlove bwana, ilikuwa inaonekana kwamba atazidi kuwa msanii mkubwa kutokana na mwanzo wake ulikuwa ni mzuri sana kutokana na hizo sababu ambazo nimekutajia hapo awali. Lakini jambo ambalo limeshangaza watu wengi sana mwaka huu bwana ni kwamba Pipi Jojo aliamua rasmi kujitangaza kwamba amejitoa katika record label hiyo baada ya uongozi wa Chief Godlove ambao ndio management hiyo ya Pipi Jojo ilikuwa inamsimamia kutangaza kwamba Pipi Jojo kwa sasa sio tena msanii wao. Kwa hiyo ni jambo ambalo liliwashangaza watu wengi sana na kutaka kujiuliza kwamba kutokana na kwamba tayari Pipi Jojo alishaanza kupata umaarufu mkubwa na ghafla kutaka kujitoa, je, sababu ni nini? Lakini pia imekuwaje mpaka anajitoa wakati ukizingatia kwamba alikuwa anafanya vizuri sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava kuliko hata manguli wa dada wenzie katika muziki huo wa Bongo Flava. Sasa Pipi Jojo bwana ameamua kujitokeza katika interview ambayo ameifanya pale Clouds. Bwana amefanya media tour bidada huyu. Kuna nyimbo yake mpya ameitoa, sasa ameamua kufanya media tour kuzunguka katika media mbalimbali kwa ajili ya kuzungumza na kupromote pia kazi yake. Sasa wakati anapromote kazi yake, hapo ndipo waandishi wa habari walipopata nafasi ya kumhoji kuhusiana na swala zima la mafanikio ya muziki wake, historia yake kwa ujumla na sababu ya yeye kujitoa katika record label ya Chief Godlove, ambao ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana walikuwa wanaumiza kichwa kutaka kujua kwamba ni nini hasa kimepelekea hayo yote. So ni kitu ambacho kiukweli kimewashangaza watu wengi sana. Kwa hiyo watu wengi sana kiukweli wameshangaa kuona kwamba Pipi Jojo ameamua kujitoa katika record label hiyo ghafla tu kiasi hiki. Umeona bwana, yani ni ghafla sana bwana, na uongozi wa Chief Godlove kutangaza vile ni jambo ambalo limewaacha watu wengi sana mdomo wazi. So kupitia peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na sababu ambayo yeye mwenyewe Pipi Jojo amefunguka. Kwa mfano hapa kuna peji wamekuja wameandika kwamba Pipi Jojo amefunguka, ningebaki kwa Chief Godlove ningempoteza mama. Umeona bwana Sasa hiyo statement ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi sana kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikisifika kumhusu Chief Godlove, mambo fulani hivi ya pesa za ushirikina na vitu vingine kama hivyo. Wadau walivyosikia hili swala la kwamba Pipi Jojo amesema hivyo kwamba yeye angeendelea kubaki pale angempoteza mama, watu moja kwa moja kwa wamesha connect dot na kuhisi kwamba huenda hii bwana ikawa chanzo cha haya yote ni suala la yeye kujihusisha na mambo ya kishirikina kwa ujumla. Yani kwamba hapa bwana kuna mambo ya kichawi na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu watu walikuwa wanajiuliza kwamba je, angempoteza mama kwa misingi ipi? Yani kuna mambo ya kafara au ni nini haswa? So hapa wametoa maelezo zaidi wakiwa wameandika kwamba mwanamuziki Pipi Jojo akiwa kwenye kipindi cha Double XL ndani ya Clouds FM amefunguka kuhusiana na sababu zilizomfanya aombe kuondoka katika record label ya Chief Godlove na kuanza kujitegemea kwenye safari yake ya muziki.
Pipi Jojo hakueleza kiundani zaidi kilichotokea, lakini kwa juu tu alibainisha kuwa aliona kama angeendelea kubaki pale angepoteza moja kati ya vitu muhimu zaidi katika maisha yake. Katika vitu viwili muhimu katika maisha yake, kati ya career yake ya muziki au mama yake mzazi, kimojawapo angekipoteza iwapo kama bado angebaki katika record label hiyo ya Chief Godlove. Pipi Jojo amesema kwamba angempoteza mama yake kutokana na kwamba kwa sasa hivi mama yake huyo ni mgonjwa na anahitaji uwepo wake wa karibu ili aweze kumhudumia na kumsaidia kwa ujumla. Pipi Jojo alisikika akizungumza kwamba ningeendelea kubaki kwa Chief Godlove, ningepoteza career yangu au ningempoteza mama. Pipi Jojo amefunguka hivyo. Wadau mbalimbali baada ya kuona interview hiyo ya Pipi Jojo pale Clouds FM XXL ni kwamba wamekuja kulizungumzia hilo swala. Kwa mfano hapa kuna mtu hapa anaitwa Moda Arts amekuja ameandika kwamba huyu binti ni humble na ni beautiful, yani ni binti mzuri lakini pia vile vile ni mvumilivu. Kuna mdau mwingine hapa anaitwa Naruku Gwai amesema kwamba huyo mtu ambaye anamtengenezaga huyu binti nywele huaga anampatia sana. Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, mimi nilishajua kabisa huyu binti kuwepo katika hiyo record label kusimamiwa na Chief Godlove lazima angeambiwa azae chatu, masharti yamemshinda. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, uwezi kuwa na vyote. Bwana, kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana, mpeni namba yangu anitafute niweze kumsaidia. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana, huyu binti bwana ni muongo, ana sababu zake nyingine ambazo hajaamua kuziweka bayana. Kwa mtu anasema bwana, hata ukimya nalo pia ni jibu, lakini kwa ushauri tu. Kuna mwingine amesema bwana, mbona kalikuwa kanatamba kila siku walikuwa wanatuonyesha wanaishi vizuri na yeye anazidi kufanikiwa, aseme tu kilichomtoa ni nini, lakini sio hivyo alivyovisema. Kuna mwingine anasema kwamba mimi nadhani kwamba ni busara kukaaga tu kimya mpaka hapo, hata kama hajaongea kwa hayo maelezo, wa Tanzania tayari majibu wameshayapata. So hicho ndo kitu ambacho wadau huko wamekizungumza. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Unalizungumziaje swala hili ambalo amelizungumza hapa Pipi Jojo? Una kipi cha kuzungumzia hii issue? Unahisi kwamba ndio hiki alichokisema Pipi Jojo kwamba ndio sababu kweli ambayo imemtoa pale katika record label ya Chief Godlove, au kuna mengine ambayo ameshindwa mwenyewe kuyaweka bayana? Lakini pia vile vile bwana, ikumbukwe tu kama kwamba ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.